So guys, kuna muda nilikuja nikasema hapa kwamba tuweze kutafuta mambo mengine, kwa sababu kazi za Uarabuni zinazidi kupungua na zinazidi kukatika kila uchao. Na sasa habari ambazo zimeweza kutufikia hivi leo tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka 2026 ni pale baada ya kwamba nchi ya Kuwait, nchi ya Uarabuni imeweza kukata kuajiri kazi ama imeweza kufika mwisho masuala mazima ya kuajiri kazi kanda za East Africa ama kanda za mashariki mwa Afrika, na kuchagua nchi mbili kwa mashariki mwa Afrika kati ya nchi 26 ambazo ameweza kuzichagua. Na baadhi ya nchi hizi ikiwemo nchi ya Kenya na nchi ya Uganda ndio nchi ambazo zimeweza kuzungumziwa kati ya zile nchi 26 ambazo zimekatishwa kutochukuliwa ama kutobebwa na kwenda kufanya kazi ndani ya nchi ya Uarabuni, nchi ya Kuwait. Na wameweza kutoa sababu zao ambazo niko tayari hapa kukusomea ili uweze kujua ni kitu gani ambacho kimesababisha mpaka nchi hino ya Kuwait ikakataa wafanyaji kazi wasiweze kuingia ndani ya Kuwait kwenda kufanya kazi kutoka kwenye hizi nchi 26 ambazo zimeweza kutajwa. Na kwa sababu sisi hapa kwa KGH Pande tuna mashariki mwa Afrika pamoja na dunia nzima, lakini kwa sasa taarifa zetu za leo acha tuzieke kwa mashariki mwa Afrika, ambapo nchi mbili hizi Kenya na Uganda wameweza kukatazwa kusafiri nchi ya Kuwait, nchi ya Uarabuni hii. Na sababu ambazo zimeweza kutolewa hapa ama sababu za marufuku hayo ni ikiwemo kuimarisha udhibiti wa kisheria. Kuwait inataka kudhibiti kikamilifu sekta ya wafanyaji kazi wa nyumbani kwa kuweka ukomo wa nchi 10 tu zinazoruhusiwa. Serikali inaweza kufuatilia kwa karibu masuala ya ukaazi na vibali vya kazi. So moja ya sababu ambayo wameweza kutoa ni kwamba kama serikali ya Kuwait imekuwa ngumu kwao kudhibiti wafanyaji kazi kutoka nchi zote, hivyo basi watahakikisha kwamba yeyote ambaye yuko kwenye ile nchi ambayo hakutoka kwenye hizi nchi 10 ambazo wamezitaja hao, ambazo wanataka hizi nchi 10 peke yake ndio ziendelee kufanya kazi kwenye ile nchi pale, basi endapo mkataba wako utakuwa umeisha kutoka Kuwait, ukisharudi nyumbani halas, hakuna kurudi tena ndani ya nchi ya Kuwait. Na moja ya sababu ambao wamezitoa ni kudhibiti masuala mazima ya wafanyaji kazi hao, hakikisha kwamba wana usalama, hakikisha kwamba wanalipwa vile inavyopaswa, hakikisha kwamba matakwa yao na haki yao inapeanwa vile ambavyo iko kwenye sheria ya nchi ya Kuwait. Na sababu nyingine wamesema kwamba ni ukosefu wa mikataba ya nchi mbili ambazo wameingiliana kati. Mfano, let's read of it. Nchi nyingi zilizopigwa marufuku hazina mikataba rasmi ya kisheria na ajira ya Kuwait. Bila mikataba hii ni vigumu kwa serikali zote mbili kulinda haki za wafanyaji kazi au kufuatilia mikataba ya kazi. So for example, let's say nchi kama ya Uganda na nchi ya Kuwait. Endapo Uganda atakuwa hawajaingiliana na serikali ya nchi ya Kuwait kwenye makubaliano ya mikataba ya wafanyaji kazi ndani ya nyumba, basi nchi ya Kuwait imesababisha kukataa wafanyaji kazi kutoka Uganda. Kwa sababu gani? Hawana makubaliano rasmi na serikali ya nchi ya Uganda. The same thing with Kenya pia. Nchi ama serikali ya Kenya haina makubaliano yoyote ya kiserikali baina ya serikali na serikali, yani serikali ya Kenya na serikali ya Kuwait, ambayo walisahihisha kwenye makubaliano ya kulinda wafanyaji kazi wa Kenya ambao wako ndani ya Kuwait. Na hiyo ndio sababu nyingine ya nchi ya Kuwait kukataa kuendelea kukaa na wafanyaji kazi kutoka nchi ya Uganda na Kenya. Sababu nyingine wamesema kwamba ni migogoro ya wafanyaji kazi na kutoroka, kukemboi. Yes, kukemboi ni moja ya sababu ambazo zimetajwa hapa ya kwamba ndio sababu kubwa zaidi ya kwamba Wakenya wanakemboi sana na wa Uganda pia vile wanakemboi sana kuliko nchi zingine zile za mashariki mwa Afrika hapa, nchi za Afrika hapa. Hivyo basi nchi hizo za mashariki mwa Afrika, Kenya na Uganda, zimeweza kukatazwa kuingia pale
Moja ya sababu ni kikwemboi, kukimbia, kutoroka kwenye mkataba, ama mfanyaji kazi kutoroka ndani ya nyumba ambayo anafanya kazi pale na kwenda zake kuenda kufanya kazi tofauti, pasi kufuatilia msimamo ama pasi kufuatilia mkataba wake vile ambavyo wanasema. Ripoti za mamlaka za Kuwait zilionyesha ongezeko kubwa la migogoro kati ya waajiri na wafanyaji kazi kutoka nchi hizo. Hii ni pamoja na viwango vikubwa vya wafanyaji kazi kutoroka kwa waajiri wao au kukimbilia kwenye ubalozi zao badala ya kusuluhisha migogoro kisheria. So instead, mtu akishakosewa ndani ya nyumba pale ambapo anafanya kazi, afuate sheria vile ambavyo inapaswa, ili aweze kurekebisha na kusuluhisha ule mgogoro ambao uko baina yake na mwajiri wake. Wengi hutoroka na kwenda ishi kando na kufanya mambo yao. Wengine hutoroka na kwenda kwenye embassy zao. Mwisho wa siku embassy nazo pia zinawasafirisha nyumbani pasi kusikiliza pande zote mbili. Nafikiri mtanieleza zaidi hapo. Nyingine ni kupambana na biashara haramu ya binadamu. This is human trafficking. Masuala mazima ya watu kutoka nchi hizi mbili, Uganda na Kenya, imebainika kwamba kuna watu wengi sana ambao wanasafirishwa kule na sio kwa minajili ya kufanya kazi. Wengine wanasafirishwa kwa minajili waenda wakatumiki kama wafanyaji kazi wa ngono, kufanya ngono. Wengine wanasafirishwa kwa minajili ya kwamba viungo vyao vya mwili vinaenda kule kwenda uzwa. Wengine wanasafirishwa kwa kazi ambazo wenyewe hawajakubaliana ama hawajaingiliana mikataba halisi na yule ambaye anasaidia kusafirisha. Hivyo basi inakuwa ngumu kwa serikali ya nchi ya Kuwait kusimamia, na wakaona isiwe kesi, acha mikataba yao iishe, tuwarudishe, na wale ambao wako kule tayari tusilete yoyote hapa. Wamesema hivi, kuzuia wafanyaji kazi kutoka nchi zenye mifumo dhaifu ya nyaraka kuna lenga kuzuia mitandao inayofanya biashara haramu za visa au usafirishaji wa haramu wa binadamu. Changamoto za ukaguzi wa afya, medical attention ama medical care, ambayo inafanywa kwenye hizi nchi mbili, na hapa mimi nakubaliana nao 100%. Unaweza kupata mtu anataka kusafiri nchi ya Warabuni, na kama tunavyojua, endapo mtu yote anataka kusafiri nchi ya Warabuni aende kufanya kazi ndani ya nyumba, lazima afanywe what we call medical na medical test ambayo atafanyiwa, lazima afanyiwe ili aonekane kwamba kifua chake kiko sawa, na aonekane kwamba mwili wake uko vizuri, ambao unaweza ukaenda sustain ile baridi ama joto ama ile weather condition ambayo iko kule Warabuni. Ndio pale ambapo naambiwa mtu ukipatikana na ukimwi wewe safiri Warabuni, mtu ukipatikana na TB wewe safiri Warabuni, mtu ukipatikana na tuberculosis wewe safiri Warabuni. These are things ambazo wanaangalia, kwa sababu wanajua kabisa ukipatikana na vitu kama hivi, ugonjwa wa kupumua kule itakuletea shida. And that's why unapata sasa Wakenya wengi na Uganda wengi wanatumia mlango wa nyuma, wanahonga ili wapewe ile certificate ya medical ambayo inaonyesha kwamba iko sawa, lakini kweli kabisa haiko sawa, but wanahonga wale ambao ni wahusika kutoa zile certificate waweze kupewa hata bila kupitia masuala mazima haya ya kupima ama kufanya kipimo, ili ionekane kwamba aidha wako sawa ama hawako sawa. Na ilikuja ikashtukiziwa, na baada ya kwamba wameshtukizia wakaona kwamba nchi ambazo zinafanya tabia hii kwa ukubwa na wingi na kwa watu wengi ambao wamesafiri bila kupitia vipimo halisi ni nchi ya Kenya na nchi ya Uganda. Na mimi mwenyewe niko na ushahidi. A friend of mine aliweza kusafiri nchi ya Saudi Arabia, na kwa sababu alikuwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Mwenyezi Mungu aweze kuendelea kuweka roho yake mahali pema palipokuwa na wema. So alisafiri nchi ya Saudi Arabia, lakini kabla hajasafiri kuendelea kule alipaswa kufanya vipimo vyake nchini Kenya ili asafiri. Lakini kwa sababu alijua kabisa yeye hawezi akasustain vile vipimo, automatically vitapatikana negative, na vikipatikana negative hataweza kusafiri kule. Moja ya vipimo ambazo alikuwa anafanya ni vile alikuwa na ule ugonjwa ambao tunauita ugonjwa wa pumu, sinus kama hivyo, na ule ugonjwa ulikuwa ukimtesa wakati wa baridi mostly. Lakini kwa sababu alikuwa na lazima safiri, basi alitumia mlango wa nyuma, akapewa ile certificate kuonyesha kwamba yuko medical fit, na aliposafiri hata miezi miwili haikuisha ikampiga maskini, akaaga dunia, na akaletwa nchini Kenya baada ya miezi 3 kama si 4, akaja akazikwa. Kesi baka leo inaendelea, wanataka kujua ni vipi aliweza kusafiri akiwa unfit kusafiri. Ni nani aliyetoa
Nani aliyetoa hiyo karatasi ya kuonyesha kwamba msichana huyu alikuwa iko fit kusafiri wakati she wasn't fit for her to travel to Saudi Arabia? So moja ya sababu pia ambazo zimeweza kutolewa hapa ni hiyo pia ya kwamba wengi kutoka nchi za mashariki mwa Afrika hapa wanasafiri nchini kule nchi za Uarabuni, wakati hawana uwezo wa hao kusafiri, kwa sababu wengi wao wamefail medical, lakini wanatumia njia ya mkato ili waweze kusafiri pasi mwajiri kujua, na mwisho wa siku wakifika kule chawaramba, maradhi, maafa yanaingilia kati.